Ni Jumatatu ya Machi 24 mwaka huu 2025, mtazamaji wa Uhondo TV. Karibu nikupitishe katika vichwa vya habari vya magazeti ya leo. Nikianza na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Upigaji kura mwaka huu 2025, mwamko wa uandikishaji siku zaongezwa. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Marafiki wa mwaka 1958 wakutana baada ya miaka 67, mshangao hadi kilio waja na kanuni ya kufunga ndoa. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Wasira ahoji aliko Mbowe, silaha arejea Chadema. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Shahidi kesi ya dawa za kulevya atoweka kotini, asakwa kila kona. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili na Nipashe Mwanga wa Jamii. CWT yamkalia kooni Dedi wa Kisarawe waone hesabu za bajeti. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 10 wa gazeti hili na Nipashe Mwanga wa Jamii. Papa katika afya nafuu aruhusiwa kutoka hospitali. Habari hii pia kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Tukihamia katika gazeti la Mwananchi, Tanzania itakavyovuna kuiuzia umeme Zambia. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili la Mwananchi. Wameliamsha Chadema yaanza safari ya no reform no election. Dr. Silaa tambulishwa rasmi aomba radhi, wadau washangaa Lissu Heche warusha makombora CCM. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika gazeti hili la Mwananchi. Makala azusha tafrani, wadau wamkalia kooni. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika gazeti hili la Mwananchi. Ufanisi bandari wawavuta wageni. Habari hii pia kiundani zaidi utaipata katika gazeti hili la Mwananchi. Uzalishaji hewa tiba ya oksijeni kuwapa ahueni wagonjwa nchini. Habari hii pia kiundani zaidi utaipata katika gazeti hili la Mwananchi. Tukihamia katika gazeti la Uhuru, Wasira agusa vijana ilani mpya ya CCM. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Uhuru. Majaliwa, imani yenu iwekeni kwa Rais Samia, ni ujumbe wake kwa jumuiya za wafanyabiashara nchini kuhusu serikali ya awamu ya 6 ilivyodhamiria kutatua changamoto zao za kodi. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Uhuru. Tume ya uchaguzi yaongeza siku 2 uandikishaji Dar es Salaam. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Uhuru. Makala ataja vipaumbele 6 uchaguzi mkuu 2025. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika gazeti hili la Uhuru ukurasa wa 3. Mtambo wa mwisho bwawa la Mwalimu Nyerere wakamilika. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Uhuru. Rais Mwinyi afyeka migogoro serikalini. Habari hii pia kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 10 wa gazeti hili la Uhuru. Tukihamia katika gazeti la Zanzibar Leo, ukweli na wazi. Dr. Mwinyi ahutubia kongamano la kiimani, ahidi kusimamia utii sekta ya umma. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na wazi. Msajili wa hazina Zanzibar IODT za saini makubaliano kuimarisha utawala bora. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Zanzibar Leo. Tuendelee kuwa na imani na Dr. Samia. Hayo yamesemwa na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi. SGR yahudumia mamilioni ya abiria, yaingiza bilioni 59. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi. Netanyahu amwamuru mashambulizi dhidi ya Lebanon. Habari hii pia kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 9 wa gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi. Waliopisha ujenzi wa hospitali Biguni kulipwa fidia. Habari hii pia kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na wazi. Tukihamia katika gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, Raila Chadema zingatieni 4R,
aitabiria Tanzania uchaguzi wa amani na huru. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Msajili hazina aanza kuchambua bajeti za taasisi. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Bandari Dar zivutia kampuni 3 za chuma. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Majaliwa asema changamoto za kodi zitakuisha. TRA yaita walioomba kazi bila kuitwa kwenye usaili. Habari hii pia kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Mufti tuepuke fitna uzushi uchaguzi mkuu. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. NEC yataja sababu kuongeza siku 2 Dar es Salaam. Habari hii pia kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Mkakati sera ya ardhi waeleza ya kuzingatia miaka 10. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tukihamia katika gazeti la Majira, treni ya SGR kukusanya bilioni 59 tangu ianze kazi, yahudumia abiria milioni 2.1, yazalisha ajira nyingi, kupelekea kilio kwa wenye malori mwezi ujao. TRC yapongeza maelekezo ya viongozi. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. INEC yaongeza siku uboreshaji daftari Dar es Salaam. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imetangaza kuongeza siku 2 zaidi la zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura mkoani Dar es Salaam, ambapo sasa zoezi hilo litamalizika Machi 25 mwaka huu 2025. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika gazeti hili la Majira. Upepo wasababisha maafa Nkasi. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili la Majira. Wafanyabiashara tuendelee kuwa na imani na Rais Samia. Hayo yamesemwa na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Majira. Viongozi Chadema Odinga wajadili hali ya kisiasa nchini. Habari hii pia kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Uchambuzi wa bajeti kuchochea ufanisi kwenye taasisi za umma. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 11 wa gazeti hili la Majira. Rais Mwinyi ataka utii wa viongozi kwenye utendaji. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Taasisi zatakiwa kutumia mfumo wa kidijitali kupokea maoni. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Shambulio la anga Gaza la muua afisa mkuu wa Hamas. Habari hii pia kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 19 wa gazeti hili la Majira. Na gazeti hili la Majira ndilo linatutamatishia vichwa vya habari vya magazeti ya leo. Mimi ni Nuru Mangi na hii ni Uhondo TV. Endelea kuwa karibu nasi ili kuendelea kupata habari zaidi.